kufahamu ni nini maana ya mzigo na nini maana ya mahangaiko. Shukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya leo ambayo tumekuwa nayo, ibada maalum ya kuwaombea watoto. Kumbe walezi na wazazi ndio wa muhimu sana kushikilia watoto. Warigani Tanzania, hii ni Ego Asu TV, sauti ya jamii, na hii ni Ego Updates. Lakini pia nazidi kukumbusha tukuzidi kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Ego Asu TV, lakini hakikisha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usisahau kusubscribe. Somo la leo au kichwa cha somo la leo ni kuleta mzigo kwa Mungu. Kitu cha kwanza kabisa ambacho tunatakiwa kufahamu ni nini maana ya mzigo na nini maana ya mahangaiko. Mahangaiko ni ile hali ambayo mtu anakuwa nayo au anakuwa ameipitia baada ya kuwa amebeba mzigo fulani. Lakini mzigo ni kitu kile ambacho mtu anakuwa amekibeba katika moyo wake au anakuwa amekibeba katika kiungo chochote cha mwili wake. Kuna aina mbili za mzigo ya kimwili na hata mzigo ya kiroho au ya kibibilia. Nitaanza na mzigo wa kimwili. Mzigo wa kimwili ni mzigo ile yote ambayo mtu unaweza kumuona kwa macho yako ya nyama kwamba amebeba kitu. Unaweza ikawa ni kikapu au mkoba katika mkono wake au kichwa chake au katika kiungo chochote ambacho unaweza kuona kwa macho. Lakini kuna aina nyingine ya mzigo ambayo ni mzigo wa kiroho au wa kibibilia. Amen. Mzigo wa kiroho au wa kibibilia ni mizigo ile yote ambayo mtu anakuwa amebeba katika moyo wake na unamsumbua kwa kiasi kikubwa kwamba anashindwa hata kuvumilia wakati mwingine, na anaweza akamuita mtu amwambie au mtu wa kiroho Mungu akufunulie. Lakini kumbe walezi na wazazi ndio wa muhimu sana kushikilia watoto. Kwa hiyo mimi nitoa wito kwamba kwa wazazi wote na walezi wote. Kuna wengine ni mababu na mabibi mnakaa na watoto, lakini kuna wengine ni wazazi mnaokaa na watoto. Wakati mwingi tumekuwa busy, tumeacha watoto na tumemwachia mtu mmoja anaitwa simu za mkononi za kupangusa. Mtoto pengine wakati mwingine hata nyumbani wala wazazi ambao wana watoto wadogo akilia tu anampatia pengine labda atakopo aanze kuchezea. Lakini kumbe kuanza na kuwalea watoto ngali watoto wadogo. Kwa hiyo kumbe tuanze na watoto wetu kuwajengea kumjua Mungu. Mimi natoa wito kwa wazazi wote na walezi wote kumjua Mungu watoto wangali wadogo, ili baadaye tusilaumu kwamba kwa nini taifa letu, kwa nini kanisa letu linaenda tofauti, kwa sababu tu hatujawalea watoto. Lakini kama tunawalea watoto kwa maadili sahihi, mambo yote yanaenda vizuri. Shukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya leo ambayo tumekuwa nayo, ibada maalum ya kuwaombea watoto katika kanisa letu la AIC Nyasho. Kanisa letu la Nyasho limekuwa na jitihada kubwa katika kuwafundisha watoto neno la Mungu, kuwahimiza waendelee kukua katika kumfahamu Mungu, wakuwe katika hofu ya Mungu, kama ambavyo Mithali sura ya 22 mstari wa 6 inasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha atakapokuwa mtu mzima. Matarajio yetu kama kanisa la AIC Nyasho, tunaamini ya kwamba tunapoandaa watoto hawa katika misingi ya neno la Mungu, wanapoendelea kukua wanaendelea kumfahamu Mungu, lakini hata mahali walipo katika shule wataendelea kupata nafasi ya kuendelea kuwa chumvi, ya kuendelea kuwa nuru katikati hata ya watoto wenzao wanaowazunguka. Siku ya leo ambayo ni siku maalum kwa ajili ya maombi ya watoto wetu. Kwanza ni siku ambayo imeandaliwa duniani kote kwa ajili ya kufanya maombi maalum kwa ajili ya mahitaji ya watoto wetu. Yako mahitaji mbalimbali ya watoto wetu. Wanahitaji elimu, wanahitaji kupata watu ambao watawaonyesha upendo, wanahitaji kupata watu ambao watawatia moyo katika safari ya maisha yao,
wanahitaji kufundishwa maadili mbalimbali ambayo yatawasaidia, kama vitabu vya neno la Mungu linavyosema katika Mithali, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Tunaamini ya kwamba kupitia maombi haya au kupitia tukio hili, watoto hawa kwanza inawajengea kuwaonyesha kwamba tunawathamini, tunawapenda, tunawajali na kuendelea kuimarika katika kumtegemea Mungu, kwa sababu yeye ndio anayetufanikisha hata kufikia siku hii ya leo. Kwa hiyo tunaendelea kuwarithisha watoto wetu. Wako ambao wana vipaji mbalimbali kama tulivyoweza kuona, wahubiri, viongozi. Tunao watoto wetu. Ni lazima tuwe na maandalizi mazuri ambayo tunaamini kwamba kupitia kwayo watoto wetu watakuwa ni watoto wazuri sana katika jamii na taifa kwa ujumla. Wazazi wao waliokwisha kumpokea Yesu na wakawa wameokolewa na yeye na wakawa ni wanafunzi wake, wanapaswa kufundisha hata watoto wao. Hayo mafundisho yanayoanzia nyumbani yanaishia kanisani. Mtu aliye kanisani anafundishwa mafundisho ya kumfuata Bwana Yesu Kristo. Hivyo kwa upande wa watoto, wanafundishwa watoto habari za Yesu wakiwa tangu watoto, jinsi Yesu alivyoishi, na ndivyo wanafundishwa na wao waishi maisha kama hayo. Na mtoto anapofundishwa kama vile maandiko yanavyosema, mtoto umfundisha kingali mdogo mafundisho yanayomhusu Mungu. Akifundishwa akiwa yungali mdogo, atakapokuwa mtu mzima hayo hayatamuondoka, atazeheka nayo. Mimi katika malezi ya kiroho kwa kweli ni mazuri sana, kwa sababu mtoto anapokuwa mjenga kiroho atakuwa kiimani, atakuwa kwa kumjua Mwenyezi Mungu, na ndio maana Biblia inasema kwamba acheni watoto wadogo waje kwangu. Kwa hiyo tukiwa kama sisi wazazi, mimi nilikuwa ninaomba kwa taifa letu kwa ujumla tuweze kuwalea watoto katika njia impasayo Bwana, kiasi ambacho kwamba mtoto tunavyokuwa tunamlea vile ataenenda katika mienendo ya kimungu zaidi, atakuwa katika mazingira ya kumjua Mwenyezi Mungu, na kiasi ambacho kwamba hata ya mambo yanayotokea ya unyanyasaji wa watoto sijui nini, yani mambo ambayo kijamii yetu yakitokea mambo kama hayo, nadhani ni familia nyingi ambazo unakuta watoto wanawalea katika mazingira ambayo hayako kimungu zaidi. Sawa, wito wako ni nini sasa kwa wazazi wengine katika kuhakikisha wanawapatia watoto elimu katika makuzi ya kidini na kiroho? Wito wangu mimi ni kwamba ninaomba watoto wetu tuwalee katika kumtumikia Mungu. Huo ndio wito wangu zaidi. Kikubwa ni hicho. Watoto wetu tuwalee katika mazingira ya Mungu zaidi, ili waweze kumjua Mungu na mfuate Mungu. Hiyo ndio njia sahihi mpasayo. Kitu ambacho wazazi wanatakiwa kufanya ni kuwalea watoto wao katika njia ipasayo, ili waendelee kuwa vizuri katika maisha yao na katika elimu na hata afya na mambo mengine mazuri yanayoendana kama hayo. Kwa hiyo wazazi wanachotakiwa kufanya ni kuwalea watoto wao vizuri katika maadili na malezi mema. Kuwalea watoto kiroho kuna mchango wa kuwasababisha watoto kumjua Mungu vizuri na kuendelea kuzikabili changamoto ambazo wanazipitia na ambazo wanapata, kwa sababu unapolelewa kiroho unakuwa vizuri katika imani na katika mambo ambayo yanaendana na imani kwa Mungu. Tumebarikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tumeweza kusikia neno la Mungu kutoka kwa mtoto mwenzetu na tumeweza kujua mengi ambayo tukuweza kuyajua. Ambacho ningependa kuambia ni kwamba tuwalee watoto katika misingi mizuri na maadili mazuri. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter na X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Hii ilikuwa ni Yego Updates. Mimi ni Tornado 5 nyuma ya kamera amesimama Dakawa John.